akutimizie matakwa yako yote. Sasa najua kuwa Bwana amwokoa masihi wake, atamjibu toka mbinguni zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Hapo brother, Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Ni Daudi alikuwa anajua jawabu yake, alikuwa anajua haja yake itatoka kwa Bwana, na Mungu akaanza kumfunulia yeye haja yake ama msaada wake hauwezi kutoka mahali kwingine. Msaada wake alijua utaweza toka kwa Mungu. Hawezi kujua akipigia wazazi wake, akipigia watu wa ulimwengu. Yeye alikuwa anajua msaada wangu umetoka kwa Bwana. Msaada ni kitu muhimu sana. Saidini watoto wako wanahitaji, wanataka mtoto hawezi akaenda kuambia baba wa jirani, hawezi akaambia mama ya jirani. Mtoto anaenda kuambia mama yake ama anaambia baba yake, kwa sababu yeye anajua hapo ndipo msaada wake utatoka. Hivyo ndivyo na sisi, msaada wetu hauwezi kutoka mahali kwingine. Yeye Mungu anatujua hata kabla hatujaongea. Mungu wako anataka umwelezee na yeye akupatie jibu lako. Ni ngumu sana Mungu akuje kukutafuta. Mungu aenda akuje kutafuta wewe mpaka wewe ujitoe, mtafute Bwana, umuite na yeye atege masikio yake, asikie kilio chako, akupatie kazi yako. Na ndio Biblia inatuambia katika Zaburi 120, nitainua macho yangu kulimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Yeye atanipa mbingu na nchi. Huyu Yesu yeye ananijua. Huyu Yesu kabla sijazaliwa alikuwa anajua. Bwana asifiwe sana. Wacha tuwe watu, mawazo yetu yote tunaelekea kwa Bwana. Saa ingine mambo yanakuwa magumu, tunaanza kubabaika, tunaanza kukimbia mambo ya dunia, lakini unasahau na kumshirikisha Mungu mahitaji yako. Daudi alikuwa anajua mambo yake yote haiwezi kutoka kwa mtu mwingine, na ndipo yeye wakati alikuwa kwa jangwani, wakati alikuwa analisha mifugo ya baba yake, yeye alikuwa anajua jawabu yake kwa Mungu. Ndio siku moja akiwa nafunga, akiwa malishoni, sifa ikatokea. Sifa ikaniendelea mpaka wa mbuzi, na yeye Daudi akiwa anataka na nguvu za Mungu, alienda akashika sifa mdomo, akanyang'anya na sifa, kwa sababu hii vita sio yeye alikuwa anapigana. Nguvu zote za kupigana zilikuwa zinatoka kwa Mungu. Wewe nimuite, wewe nimujulishe mambo yako yote, wewe nimulilie, nazo nguvu zinakuja.
lakini ukiwa kipofu wa roho hutaweza kuelewa mambo ya kiroho, sababu ukiwa kipofu ya roho, mambo yako yote ni ya mwili, mafikio yote ni ya mwili, jawabu yote yako ni ya mwili. Huwezi ukapata jambo moja la kujua. Kila siku nipiga simu, nisaidie simu, nikupiga simu kila siku, unaangalia kwa simu yako, unaangalia simu namba fulani inakusafiria, unapigia simu na mwambia, wewe dada yangu na ndugu yangu, huku kunaharibika sana, lakini baadaye kuja simu ya mbinguni, utazame mlimani, unatazamia Mungu wa dunia. Hata kama Mungu wako atakupatia hela atatoa shaka na wewe, lakini Mungu hana shaka na wewe. Tuache sana, wacha kuwa watu wa kujiandaa. Biblia sikukwambia Daudi Zaburi 40, nilipata Bwana kwa subira, nikamuita sababu yeye alikuwa anajua mahitaji yake ni kwa Bwana. Hata sauti buzi ikikuja pale nje ama ng'ombe, na kila buzi kuna mtoto wake. Buzi watoto buzi wafunguliwe kutoka kwa boma, utaona mtoto wa buzi anakubuliwa mambo mengine, na ni mtoto wa buzi yeye anaanza kupata usaidizi kwa mama yake. Kama utaenda kuona akienda kwa ng'ombe wengine, inaenda kwa mama yake, kwa sababu inajua harufu ya mama yake, sauti ya mama yake, mwendo wa mama yake. Vile ikaenda kunyonya ng'ombe wengine, na wewe ukienda kujielewa, uweze kujua Mungu wako na gani, Mungu unatumikia ni Mungu gani, utakuwa na mambo mingi ya kutafutia kwa watu. Watu wengi wanaitwa washirika, lakini Biblia inasema kazi ni mingi, lakini watendakazi ni wachache. Mtendakazi wa hii nyumba ili anaisabishaye, hata akienda pale mbele aingie pale, atasikia mahubiri ya hapa na pale, tunaendelea kunywa maziwa, haifanani. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo wewe unafaa kusimama, ujiangalie, jipe mkutano. Bwana asifiwe sana. Daudi alikuwa shujaa, alikuwa onya, kwa sababu yeye alikuwa mtu wa msimamo. Yeye mambo yake yote alikuwa anaangalia mbinguni. Hata wakati alipotana na Goliathi anaangalia fimbo, mkuki, luku na akaangalia panga yeye alikuwa nayo, lakini Daudi anajua siri. Alikuwa anajua siri yangu ni kwa Mungu, siri yangu ni ule wa Mungu. Unanisaidia kushika simba
akiwa ameshika mtoto wa mbuzi, nikamnyang'anya. Hata huyu Goliathi, huyo Mungu alinisaidia akaweka kwa moto wangu. Bwana sasa, Goliathi alikuwa mtu kadogo kakitazama na macho ya mwili, lakini Goliathi alikuwa kitu ukitazama na macho ya mwili, lakini Mungu hatazami kama vile mwanadamu anatazama. Mungu haangalii kama vile Mungu anaangalia. Mungu anapima roho. Mungu anaangalia hapo, hakuonekani. Kama wewe sio mtu wa maombi, hii vita utaweza kupigana. Hii vita itakushinda, kwa sababu kupigana kwetu sio kwa nyama na damu. Kuna maovu inakaa katikati ya anga. Ile wakati unaomba inashika maombi yako, kwa sababu naomba ukiwa ndani ya mwili, lakini ukiwa ndani ya roho haitaweza kushika maombi yako, sababu unapotafuna hiyo roho unafikiria inaondoka kwa leo. Hata wakati unaona wakimbilia wakati wanakimbia, unakuta anakimbia akiwa na lengo moja la kuchukua goli. Yeye anatazama mbele kwa sababu ana nguvu. Inalikana na ujuzi wako, inalikana vile umefanya, umeplay vile wewe unafanya mazoezi, hivyo vinalikana. Lakini kama ufanya mazoezi utapata kushindwa, kwa sababu mwili wako umeshikana. Hivyo ndivyo ule mtu anakuwa kwa maombi kila wakati, kila siku, kila masaa, shetani hatamweza. Bwana sifiwe sana. Unashika kweli? Kama ufanye mazoezi hutaweza kushinda vita. Na kinapata huyo mtu akikimbia, anakimbia kidogo, anashindwa. Lakini mtu anaamka asubuhi saa 11 akaporodi, anaenda kufanya mazoezi. Hata wakati itafika wakati wa kukimbia, wakati wa mashindano itafika, kufika pale akiambia ko kutokea, kwa sababu ni kitu amezoea, ni kitu amezoea kufanya. Lakini unapozoea anakimbia na hema, anashindwa, kwa sababu hii safari ni ngumu. Hii safari ni ya kupata na kuterabuka. Hatuwezi na mili hii, tunaenda kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana sifa. Hata hivyo mhitaji alipakalipa, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Hamiza Bwana sifa. Wakati wa nini? Si wakati wa kulala, si wakati wa kula chakula, si wakati wa kukaa, ni wakati wa maombi. Jiangalie kuza Mungu akitoa kipawa kinatoka kwako, kadhaa uitemee. Niambie, na wewe shetani akuona, na wewe shetani, kwa sababu ya imani ile uko nayo. Lakini kama
walikuwa wanajua siri ni maombi. Na ndio Yesu aliwaambia wanafunzi, mwende Yerusalemu, mkae mahali pale, kwa sababu hakuna roho. Msitoke pale bila kipawa la Roho Mtakatifu, sababu mnatembea na mwili, unaenda na mwili, na mwili inatoka, mwili inaoteka, mwili inakuwa dhaifu. Lakini Yesu akawaambia, mwende Yerusalemu mpaka kipawa la Roho Mtakatifu itashuka. Matendo ya 12 tusomee. Matendo ya Mitume 12 Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza inasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukakuja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Bwana asifiwe sana. Nisomee Mathayo 16:18. Mathayo 16:18 inasema hivi: nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana asifiwe sana. Yesu akawaambia wanafunzi, kwa sababu hamuna nguvu, hamuna uwezo wa kupigana vita, na hii vita inapigana nayo sio ya nyama na damu, ni kwa sababu ya maroho ya anga. Huyo alipigana na Mungu kwa mwili, huyo alipigana na Mungu kwa Roho Mtakatifu. Na Yesu aliwaambia, mwende Yerusalemu, mahali walienda kukaa ni pale kwa ghorofa. Siku 50, siku ya Pentekoste ilitimia, kwa sababu walikuwa na bidii, walikuwa na imani, walikuwa na ushirika. Roho Mtakatifu akashuka, akajaa kwa kila mtu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Wengine wakaanza kuongea, wengine wakaanza kutabiri. Lakini siku hiyo ilikuwa siku ya baraka. Watu walikuwa wametoka kuangalia dunia, kama leo tarehe 6, tarehe 1 mwezi wa 6, siku ya Madaraka Day. Sai kuna mahali mfalme ama rais wetu Ruto ameenda pale Kisumu, kwa sababu ameenda kusherehekea hii siku ya Madaraka Day. Wakati ilikuwa siku ya Pasaka, siku ya Pasaka watu walikuwa wanasanyika mahali moja, kulikuwa na kabila yote, lakini watu wakaanza kuongea na lugha mpya. Wengine wakaanza kuulizana, haya, mnasikia naongea lugha ya Kijaluo? Haya, anaongea lugha ya Kikuyu, anaongea lugha ya Kinande. Wengine wakaanza kuulizana.
ni saa 3 asubuhi, hatuwao walikulewa wamelewa, na kwa sababu pale nyuma kuna mmoja alikuwa na siri, kuna mmoja alikuwa amefunguliwa, na yeye Petro. Hata kama Yesu ataenda mbinguni, hata kama watawaambia mwende Yerusalemu, Petro alikuwa na ufunuo na kujua ukweli na kujua mambo ya Roho, na ndio Petro alisimama, kwa sababu Mathayo 16:18 Yesu aliambia Petro, unajiona unanipenda? Petro akasema nakupenda. Akamuuliza, Petro, unanipenda? Akaniambia Yesu, Mwalimu, nakupenda. Yesu akamuuliza mara ya 3, Petro, je, unanipenda? Petro akamwambia, Mwalimu, sina shaka, mimi nakujua. Yesu akamwambia Petro, juu yako nimejenga kanisa, hata kuja shetani, hata milango ya kuzimu haitaiweza. Kwa hivyo wale wote walikuwa 12, 11, sababu moja alikuwa amejiondoa sasa. Petro alikuwa na ufunuo, akiwa katikati ya wale watu wasiwe Pasaka, akawaambia nini? Watu wa mataifa hawa wasiokulewa, nikifanya Roho Mtakatifu ndio wameshuka. Ndio mnasikia zaidi saa 3 asubuhi, na sheria inasema mtu hafai kunywa pombe. Hawa hawajakunywa pombe, sio kulewa, ni kipawa na Roho Mtakatifu, sababu yeye kitabu ya Injili alitabiri akasema, wakati itafika Mungu atamiminia watu wake wote, atamiminia kila mtu, atamiminia kila mtu, atapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kila mara hiyo inakuja, sio kukaa mpaka ukitoka uzo wako. Mungu anataka anatafuta, wewe mtafute, usiti kuomba, naye Roho anashuka. Unaanza kusikia, unaongea na Roho mpya. Utasikia mwili imeharibika, sio kuharibika, ni Roho Mtakatifu anakusikia. Na kama una Roho mshikaji yako, siangalie, jipe kupata. Mimi niko na Roho, niko na nguvu ya kupiga shetani, niko na nguvu mapepo kilitokea, niko na nguvu. Tukishinda hii vita, wakikesha fuka na kupigana, hauwezi. Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Watu wetu, muombe, msiache kuomba. Maombi ni silaha, maombi ni silaha. Fundisha watoto wako maombi, wacha kuwa mnaomba wakati mnakula, mnaamka mnaomba, mkikaa kwa nyumba mnaomba, mkisoma Biblia mnapata wakati wa kusoma Biblia. Unatafuta uso wa Bwana na Mungu utamuona, kwa sababu anakujua. Bwana sana. Wacha kule wapo kula maombi. Kula maombi. Tafuta uso wa Bwana.
shetani, unamwambia Biblia inaandikwa hivi, unasema tumepewa nguvu na mamlaka. Wewe shetani huna nguvu, nimekushinda. Wewe ugonjwa nimekukemea katika jina la Yesu, ondoka. Anaondoka kwa sababu shetani anakaa mbwa. Yule mbwa hana neno, ni kubweka. Utaona simba amesimama pale, hana neno, hana kusha ya kushika, kazi yake ni kuhuruma. Lakini wewe unababaika, wewe unaogopa. Unaogopa nini? Kwa sababu huna silaha, huna nguvu ya Roho Mtakatifu. Chukua hatua. Wasema prayer warrior, prayer warrior. Mungu akupigana kila dakika, kuchapa maombi, kukula maombi. Bwana sasa akaelewa Islamu ni bila watu kweli. Wanafungwa na sheria. Ikifika saa sita, hata ukitoka hapa unaenda Isiri, ukifika huko saa sita unakuta milango yote imefungwa. Wanaweka kwanza, wakifika pale kwa msikiti wanatoa viatu, wanaoga mikono na miguu, alafu na mapua wanaoga. Sababu zamani za kale maroho ilikuwa inakaa jangwani. Lakini ulikuwa unaona wewe ulikuwa unavaa bako. Wacha niongee sababu Biblia inasema katika Isaya 3:16. Sitakosa kuongea Biblia. Bila Biblia tuongee na Biblia. Na hiyo hatiba, hizi ba hatiba, unaona utapata kioo. Biblia inasema Isaya 3:16. Soma hapo, Mungu anasoma Biblia vizuri. Wacha kuvuka kwa karatasi, unaruka. Zamani za kale, 5:6 BC, pale jangwani, mapepo inakaa huko. Ndio watu wengi walikuwa wanakaa pale kwa mkono, wengine walikuwa wanaeka pale kwa masikio, wengine walikuwa wanaeka pale kwa mapua. Wakati pepo inakuja, ikikuja pale, upande ile pango inatoroka, sababu walikuwa wanajua, mapepo ilikuwa wanajua, huyo ni Mungu wao. Lakini Mungu anapia, ndio Musa, wakiwa walikuwa Misri, wale walienda pale jangwani, zile pango zote walitoa, wakatengeneza Mungu na wanadamu. Ile ng'ombe ilitengenezwa, zile zote walikuwa wamebeba huko, tunatengeneza. Ongea Biblia, usiongea Biblia. Bwana sasa, wapende kikundi napata hapa. Zamani ukisoma maandiko katika Matendo ya Mitume 9, kuna mama alikuwa anatengeneza ndugu yake na sanamu, alikuwa anauzia watu wao. Wakati watu wao wanakuja, wananunua, wanapata masaka, wanataka pesa. Lakini wakati Petro alifika mahali pale, akaanza kuwafundisha mambo ya sanamu. Sio Mungu haongei, Mungu haongei, Mungu hatakatifu maombi. Na akaanza kuambia ukweli, kama hafichi, kwa sababu Roho Mtakatifu amewasikia. Sasa ninapata Muislamu akifika pale kwa msikiti, anaomba masikio, anaomba mapua, anaomba miguu, anaomba mkono, kwa sababu anajua sasa ameoga, mapepo haiwezi kumfuata. Bwana sasa, kama wao la patikana hivi, hawezi patikana hivi. Ni wewe jitoe wewe mwenyewe, jitoe
Jitolee neno la Bwana. Ufalme wa Mungu ni wa kusukuma, ni kung'ang'ana. Ufalme wa Mungu, tafuta Mungu, ng'ang'ana. Ufalme wa Mungu si kupewa katika sahani. Mwambie wewe kuja kushika roho wa Mungu. Hapana, roho wa Mungu ni wewe, usitoe. Uwe kielelezo, usiwe kama Makaka. Makaka pale stage anasema beba kwenye kokao, na gari kijaa anabaki pale, anasema tomati mso. Benzo tomati tao, na gari kijaa anakaa pale. Wacha kuwa kama ule Makaka, ama kile kibao kinaonekana pale kinaandikwa Maisha Design na kujeni hapo. Hiyo kibao nakaa hapo. Bwana sasa. Wacha tuone kwa kile. Apita leo. Tuwe na kitu wako. Sio kupeleleza. Lakini sije nikupata sababu umekuwa kupelelezwa, sije nikuomba. Huna bila kuku. Huna msaidizi. Msaidizi ni Roho Mtakatifu. Anakuita na mabaya. Wakati sije kupata Roho Mtakatifu anakutumia mambo zingine. Ujui kama utaenda nyumbani ama mahali mwingine, ukipita kwa msitu, unasikia njaa inasimama, unajaribu kupeleka Mungu mbele, huwezi kupeleka. Hapo kuna kitu. Ukitembea mambo zingine unafunguliwa na Roho. Siku moja Paulo akipelekwa mbele ya Agripa, alikuwa anaenda kuhukumiwa. Kumbe na watu wamepaka watu wasije Paulo wamuue. Wako pale nje wanapotea, kama ile sheria inaitwa sheria ya Kupe, sheria ya Kenya ya Kupe. Ukiachiliwa kwa mahakama, utoke hizo unakuwa free. Ukipita pale nje unachukuliwa tena kwa mahakama, unachukuliwa kwa dakika zingine. Na Paulo akiwa pale, wale wanafunzi walikuwa nao, akina Petro, akina Filipo, nao Mungu akafunguliwa. Nje ni kubaya, msitoke huko. Waliweka Paulo ndani ya chombo, wakamweka nyuma ya dirisha ya ghorofa, wakamteremshia kamba, akateremshiwa, akatoka. Watu wala kuna pale. Kumbe chai kitapo kwa sababu Roho wa Bwana anafunuliwa yale mambo yakitendeka. Waendelee kutumia vitu. Hakuna jambo Mungu atafanya bila kufunulia watumishi wake. Hakuna. Hata hiyo mchungaji anawaambia Bwana yafunuliwa kila mmoja. Kila mzazi anajua watoto wake. Hata kama mko pamoja na yeye anafunuliwa. Unashindwa anajua matatizo. Kwa sababu la Roho wa Mungu hawezi kumfisha vile watoto wake wanafanya. Na yeye Mungu amepatia hekima. Anakuja kwako na hekima, anakuelezea. Mchungaji, lakini ni evangelist. Evangelist kazi yake anatuma huko jangwani. Tunasema kama ukijua kibaya yako, Mungu atakujuza vizuri.
Sisi haogopani, hakuna kitu naogopa. Niko na lugha, niko sema. Hii ni wetu, kula huku. Sisi tunauaga huko nje. Tunaachilia Bwana huko nje. Siwezi sana kuachilia mtoto wangu na dada yangu bila. Bwana sifa. Wacha tuwe watu wa kutafuta uso wa Bwana. Hii Biblia, kula neno la Mungu. Kula neno la Mungu na muomba. Wakati unakaa, kula neno la Mungu. Wakati unakula hilo neno, naye Mungu anakufunulia zingine zaidi. Hapo zingine anakufunulia zaidi. Unaweza kuelewa na hapo mbele. Hata mambo kama hujajua, hata kama vile umesoma Biblia leo, kesho ukisoma utakuwa na ufahamuzi mwingine. Mungu anakufunulia, lakini ukisomewa Biblia hutajua. Utakuwa kama watoto wadogo, kale kanaambiwa mambo. Nyamaza baba, kuja na kukata. Na mtoto akiwa kama mtoto wangu, nikitoka kazi wake anaangalia. Niliambia baba na kila kitu. Ananiangalia tu. Nikipita kwa mfuko ananiangalia. Sababu anajua baba anakuja nini? Na kitu. Wacha kuwe watu wa kutafuta uso wa Bwana. Kuwe watu wa kutafuta. Watu ng'ang'ana kwa neno la Bwana. Sisi tunang'ang'ania mambo ya dunia. Tunaacha neno la Mungu. Wacha kutafuta uso wa Bwana. Unataomba kwa siri, Mungu atakufunulia. Wakati wa maombi, kanisa sio wakati wa kulala. Yesu aliambia wanafunzi, naenda mlimani, lakini akarudi na kutoka kulala. Akawauliza, bado mmelala? Wacheni kulala. Wacheni kulala. Namuomba Mungu wangu dada yangu, pia watu wa maombi. Hii wiki tumekuwa kwa maombi. Ushirika ni kitu kizuri. Ukisikia tatako pale, ule mwingine ako pale, huyu ako pale, tumefika wakati wa maombi. Wacha tuwe hata kwa nyumbani, tuko na ushirika. Kusema hasa hiyo siku moja, sababu tunakula jioni. Hiyo siku moja, siku mbili, tunakula jioni. Wacha hiyo siku, wacha tuwe tunashikania, hata kama siko. Tushikanie kwa maombi. Na kwa sababu ya ushirika ya kanisa, Mungu anakuja na nguvu zingine, anakufunulia. Bwana sifa. Bwana sifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuongezee mchungaji makofi. Haleluya. Tunashukuru kwa ajili ya neno la Bwana.